الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالحمد لله على حكمته وعلى عدله، والحمد لله على فضله وبره وإحسانه بأوليائه، فهو المحمود على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم سلمنا ونجنا من النار يا رب العالمين. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba kwa taufiki yake ametujalia mimi na wewe tunakusanyika moja katika majumba yake matukufu, si kwa ajili ya biashara nyingine, bali kwa ajili ya kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hali kadhalika rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma, nabii wetu mtukufu wa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si mwingine bali Muhammad ibn Abdullah, rehma na sala zimfikie. Ama maudhui hutubatina liyawma, maudhui yetu ya leo kama tutakuwa mwenye kumshana, ndugu zangu Waislamu, ni nini ambacho kwamba Ramadhani imekuachia. Baada ya kuwa tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba umekuwa ni mwezi wa kuchuma, lakini alhamdulillah tumemaliza leo ikiwa ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shawwal. Tujiulize ni nini ambacho kwamba Ramadhani imekuachia. Kabla sijaingia katika mada ya leo, ndugu zangu Waislamu, yafaa ujiulize maswali mawili ama maswali matatu. Swali la kwanza ambalo kwamba yafaa ujiulize, ndugu yangu Muislamu, madha baada Ramadhan? Ni nini ambacho kwamba yafaa ufanye baada ya Ramadhani? Wa madha taallamna fi madrasati Ramadhan fi shahr Ramadhan? Na ni nini ambacho kwamba umejifunza katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba tumemwaga? Umekuwa ni mwezi ambao kwamba ni madrasa, ni shule ambayo kwamba tumekuwa ndani tunasoma, na baada ya Ramadhani basi ni nini ambacho kwamba umesoma ambacho kwamba utakuwa mwenye kushikamana nacho hata kama ni nje ya Ramadhani? Na swali la mwisho, ndugu zangu Waislamu, yafaa ujiulize, ikiwa kwamba tushauaga mwezi wa Ramadhani, tumekuwa katika siyamu, je, siyamu yangu imekuwa ni kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Basi ndugu zangu
subhanahu wa ta'ala. Zangu Waislamu, madha ta'allamna fi madrasatu fi shahr Ramadhan, ni nini ambacho kwamba umejifunza katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba umeondoka? Ndugu zangu Waislamu, ayuha almuslimun, ta'allamna min madrasati shahr Ramadhan as-sabr ala ta'atillah. Jambo la kwanza ambalo kwamba tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani ambao kwamba umeondoka ni binadamu ama ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na sabr, kuwa na subira katika mambo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani imekuwa katika mwezi wa Ramadhani tunajinyima mchana kukula, tunajinyima kustarehe na wake zetu, si kwa jambo lingine bali katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umejinyima mchana wote kukula, hali ya kuwa chakula kimejaa katika nyumba yako, ni kwa sababu unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa kwamba tumekuwa ni wenye kujizuia, kuwa na subira katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa hatukuli mchana wa Ramadhani mpaka usiku hali ya kuwa tuna vyakula, basi tunaweza kuwa na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maasi. Unaweza kuwa na taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokaribia yale ambayo kwamba ametukataza. Unaweza kuwa na taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuacha kunywa pombe ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Ikiwa kama umejizuia mchana wote Ramadhani yote bila kuguza labda mambo ambayo kwamba ni muharramati kama sigara, biashara zingine ambazo kwamba ni za haramu, mpaka watu katika mwezi wa Ramadhani walikuwa nasema hiyo biashara tuache mpaka Ramadhani iondoke. Vipi utakuwa ni mwenye kurudia katika hayo maasi baada ya kuwa umekuwa na subira katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, ta'allamna min madrasati shahr Ramadhan, tumejifunza katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba umeondoka, ladhata munajati lillahi, ladha ya kunong'oneza na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utakuwa mwenye kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala? Unapata fursa ya kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa katika swala. Ndugu zangu Waislamu, na alhamdulillah Waislamu tunajitahidi, msikiti ukawa umejaa katika swala kwa wakati wake na tena swala ya jamaa, lakini maalasaf shadid Ramadhani ishaondoka. Tukiangalia katika msikiti ambapo kwamba hali ambayo kwamba tuko nayo leo hii siku ya Ijumaa ni msikiti bora, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeondoka na pia watu wameshaaga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu washaaga majumba matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Islam, ta'allamna min madrasati shahr Ramadhan, kunna naqra'u al-Qur'an, tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tumekuwa ni wenye kujibidisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hii Ramadhani ishaondoka, pia watu wameshaweka vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala kando. Tukumbuke Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kwamba kuweni wenye kusoma Qur'an, kwa hakika hii Qur'an itakuja siku ya kiyama kutuombea shafi'an, na itakuwa ni kuomba msamaha kwa watu wake. Ndugu zangu Waislamu, ni watu gani ambao kwamba ni Qur'an? Ni wale ambao kwamba ni wenye kusoma Qur'an na kuzingatia. Ndugu zangu Waislamu, na katika mwezi wa Ramadhani tumekuwa ni wenye kusoma Qur'an. Alhamdulillah, kuna wale ambao kwamba walimaliza mara moja Qur'an, kuna wale ambao kwamba walimaliza mara mbili, na kuna wale ambao kwamba wamemaliza zaidi ya mara tatu. Alhamdulillah, lakini saa hizi ndugu zangu Waislamu tumeshaitupa kama. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani kuwa ni watu wa kusaidiana, kutanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika kutoa sadaka si kwamba ni lazima utoe katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali hata
ambayo kwamba siwezi nikataja nikamaliza, lakini kuna ulama mmoja anasema kun min al-iman fi mazid. Mwanadamu siku zote anafaa fanye juhudi, apigane nafsi yake, imani yake ikiwa inazidi. Ndugu zangu Waislamu, vipi imani yako itakuwa ni kuzidi? Maulama wanatuambia al-iman yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. Imani ya mwanadamu inakuwa ni yenye kupanda juu ikiwa kwamba katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikiwa kwamba atakuweka mbali na atakuwa mbali na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo imani ya mja inaposhuka. Jinsi ambavyo kwamba imani zetu bali sisi zimeanza kushuka kwa sababu tumeshaondoka katika mwezi wa Ramadhani. Al-imanu yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. Imani inakuwa ni yenye kuzidi, inakuwa ni yenye kupanda ikiwa kwamba utakuwa ni mwenye kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kwamba utakuwa tayari kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, tukua tumemaliza shule ambayo kwamba imekuwa ni siyamu, tujue kwamba al-ilmu bila amali kashajari bila thamari. Tujue kwamba ikiwa kwamba tumekuwa katika shule tumejifunza mambo mengi, tuweze kutambua kwamba al-ilmu bila amali, elimu bila matendo, kashajari bila thamari, ni kana kwamba mti ambao kwamba hauna matunda. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa kwamba tumekuwa mwenye kusoma, basi tujibidiishe tuweze kuendeleza yale matendo ambayo kwamba tumekuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani imeondoka na haijaondoka na ibada ambayo kwamba imeondoka na Ramadhani ni salatu tarawih. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu unapoandama mwezi wa Ramadhani tunatangaziwa mwezi maandama, hiyo siku unaanzwa kuswali salatu tarawih, na ikitangaziwa kwamba leo mwezi umeonekana wa Shawwal, ndio hivyo pia Ramadhani salatu tarawih inaondoka. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ibada ambayo kwamba imetuondokea ni salatu tarawih, ambayo kwamba hatujui kama mwakani tutaipata kwa biidhni Maula subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mtu mmoja alimwendea mmoja katika wema ambao kwamba wametangulia, akawa mwenye kumuuliza, katika mwezi wa Ramadhani tunaona watu tunajitahidi katika ibada ambazo kwamba ni tofauti, lakini mwezi ukishaondoka, Ramadhani ikiondoka, tunaona watu wanakuwa ni wenye kufifia, wanakuwa ni wenye kuacha ibada zao. Ni kwa nini? Sikiza jibu ambalo kwamba amejibiwa huyu mtu na huyu ulama. Anasema bi'sal qawmu ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan. Hakika ni mtu mwovu, hakika ni mtu mbaya ambaye kwamba anamwamini ama anamjua Allah subhanahu wa ta'ala illa katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Ikiwa kwamba wewe utakuwa mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua na kufanya ibada tofauti katika mwezi wa Ramadhani peke yake, hakika huyu ulama anasema hakika hao ni miongoni mwa watu wabaya, hao ni miongoni mwa watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia tuweze kufanya ibada mpaka pindi mauti yatakuwa ni kutupata. Ndugu zangu Waislamu, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pindi mauti yatakupata ewe mwanadamu. Vipi leo hii tunaacha ibada hali ya kuwa hatujakutwa na mauti? Ndugu zangu Waislamu, hii ni kisa maarufu cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipopata habari kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mauti yashamfika, ameshaondoka. Kwa mahaba ya Umar ibn al-Khattab aliyokuwa nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuamini na akawa mwenye kutoa maneno ambayo kwamba ni maneno makali. Ndugu zangu Waislamu, Umar akawa mwenye kusema man kala inna Muhammad kad mata, hakika yule ambaye kwamba atakuwa mwenye kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa,
nitamkata upanga katika shingo lake. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maneno ya kusikitisha. Haya maneno yalipomfikia Abu Bakar as-Siddiq kwamba Umar ametamka haya maneno, lakini wakati huo Umar haongeleki kwa sababu ya hasira zake, lakini Abu Bakar as-Siddiq akawa mwenye kuita masahaba wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mwenye kuanza kuzungumza nao, lakini anazungumza nao, lakini ile habari yako nayo anataka kufikisha ifikie Umar ibn al-Khattab. Abu Bakar as-Siddiq anasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Abu Bakar as-Siddiq anasomea masahaba hii aya, anasema wama Muhammadun illa rasulullah, hakuwa Muhammad isipokuwa alikuwa ni mtume peke yake, alikuwa tu ni mtume. Kad khalat min qablihi ar-rusul, hakika wameshapita mitume kabla yake, ambao kwamba tunajua ndugu zangu Waislamu. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, anawaambia ikiwa kwamba leo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa mwenye kufa ama atakuwa mwenye kuuliwa, je, mtarudi nyuma katika zama za ujahiliya kurudi katika ushirikina? Mwisho anasema ama aya inasema kwa hakika wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kurudi nyuma kuacha Uislamu, kwa hakika watakuwa ni wenye kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba analipa wenye kumshukuru. Umar ibn al-Khattab aliposikia hii aya, kwa hakika alikuwa ni mwenye kusema ni kama hakuwahi soma aya kama hii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, hivyo ndivyo ilivyokuwa hali ya masahaba wanaposikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa Umar alikuwa ni mtu wa hasira, lakini kichakazi chake Umar ibn Khattab anasema kile ambacho kwamba kilikuwa kinamtuliza Umar ibn Khattab ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Umar anasema haya maneno, ndugu zangu Waislamu, man kana ya'budu Muhammad, yule ambaye kwamba alikuwa anaabudu Muhammad, fa inna Muhammad kad mata, kwa hakika Muhammad kweli ashafariki, ashawakutwa na mauti. Ndugu zangu Waislamu, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, lakini yule ambaye kwamba alikuwa anaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai na haki. Ndugu zangu Waislamu, na pia mimi wasia wangu ndugu zangu Waislamu, ikiwa Ramadhani imetuelekea, wasia wangu kwenu na mimi ambaye kwamba ni mzungumzaji, man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana kad madha, yule ambaye kwamba alikuwa anaabudu Ramadhani, hakika Ramadhani tushaiaga, ishaondoka. Ndugu zangu Waislamu, wa man kana ya'budu Allah fi Ramadhan, ni yule ambaye kwamba alikuwa anaabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhan, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai na haki. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa kwamba ulikuwa unaabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhan ukijua ni amri yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala yupo na ile amri yake ya kusimamisha swala bado ipo. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, itakuwa ni vibaya ukawa ni mwenye kurudi katika maasi baada ya kuwa wewe umekuwa ni mwenye kutubia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi tutajua ndugu zangu Waislamu siyamu yetu itakuwa imekuwa ni kubalika baada ya kuaga mwezi wa Ramadhani? Mimi na wewe hatuwezi tukajua ikiwa kwamba swaumu ambayo kwamba tumeifunga imekuwa ni kubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini turudi katika maneno ya maulama, vipi wameongelea ile amali ambayo kwamba umetanguliza itakuwa ni kubalika. Ndugu zangu Waislamu, kuna alama ambazo kwamba ukiona unajua kwamba hii amali ambayo kwamba imetangulia
itakuwa ni yenye kukubalika ama itakuwa ni yenye kurejeshewa? Ndugu zangu Waislamu, turudi katika maneno ya ulama mmoja Ibn Umar rahimahullah, anasema fa inna Allah ta'ala idha taqabbala Allahu 'amala 'abdi waffaqahu 'amalu salih ba'dahu. Huyo ulama anasema Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapotakabali amali ya mja, pindi anapokubali amali ya mja, waffaqahu 'amalu salih ba'dahu, basi anamfanyia wepesi kufanya amali zingine ambazo kwamba ni nzuri baada ya kutanguliza lile ambalo kwamba amelitanguliza. Ndio maulama wakawa wenye kusema at-thawabu al-hasana al-hasana ba'dahu, malipo ya kitu chema ni kufanya kitu chema baadaye. Ndugu zangu Waislamu, huyu ulama anasema fa in amila hasana thumma atba'a bihasana kana dhalika ala alamati qubul alhasanati alula. Huyu ulama anatuambia fa in amila hasana, ikiwa kwamba utakuwa ni mwenye kutanguliza jambo ama kufanya jambo lolote jema, thumma atba'a bihasana, kisha ukawa ni mwenye kufuatisha na jambo lingine jema, kana dhalika ala alamati qubul alhasanati alula. Hiyo ni miongoni mwa alama ya kujua kwamba lile jambo ambalo kwamba umelitanguliza limekubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, leo hii ndugu zangu Waislamu, tumeuaga mwezi wa Ramadhani, hatujui kama saumu yetu imekubalika. Tumekuwa ni mwenye kuacha maasi katika mwezi wa Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani tumesharudia yale maasi. Ndugu zangu Waislamu, tujiulize, je, Ramadhani yetu imekuwa ni kubalika? Ndugu zangu Waislamu, na kinyume chake anasema huyu ulama, man amila hasana, mwenye kufanya jambo jema, thumma atba'a bisayyi'a, kisha akawa mwenye kufuatisha na mambo maovu, kana dhalika ala alamati raddul hasanati alula. Hiyo ni miongoni mwa alama ya kuonyesha kwamba lile jambo ambalo kwamba amelitanguliza jema halijakuwa lenye kubalika. Ndugu zangu Waislamu, hali yetu ndugu zangu Waislamu, sio vijana wala sio wazee, tumesharudia katika yale maasi ambayo kwamba tulikuwa tumeacha katika mwezi wa Ramadhani. Wala kwamba ni wamerudi wamesharudia katika yale mirungi zao. Ndugu zangu Waislamu, wala kwamba ni wapombe washarudia katika ile pombe yao. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tujue saumu yetu haitakuwa ni kubalika ikiwa kwamba tumefanya jambo jema na kisha baada ya Ramadhani inaondoka tunarudia yale maasi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika hatutakuwa tunatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi mapokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sharra an-nasi dhul wajhaini, hakika mtu mwovu sana ana uso mara mbili. Ndugu zangu Waislamu, vipi mtu atakuwa na uso mara mbili? Ndugu zangu Waislamu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi al-akhar, ni yule mtu ambaye kwamba atakuja kwa ndugu yake ama kwa jamaa zake wengine katika uso mwingine, na akienda katika upande mwingine kwa ndugu zake wengine, basi anaenda katika uso mwingine. Ndugu zangu Waislamu, na hiyo tunajua kwamba ni munafiki, yaani unaongea huku mabaya, huku unazonga unaongea mazuri, huku unaongea mazuri, huku unakuja unapatanisha unaongea mabaya. Hiyo ndio unafiki. Ikiwa kwamba hakika huyo mtu ndio mtu mwovu kwa kauli ya Allah, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sisi kwa sisi wenyewe. Je, mimi na wewe tukiwa tunafanya hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhani ikiingia tunaingia katika uso mwingine, tunakuwa ni mwenye kufanya ibada tofauti tofauti, lakini ibada ya Ramadhani ikiondoka tunakuwa ni mwenye kurudi katika uso mwingine. Ndugu zangu Waislamu, je, tutakuwa vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Namalizia na hadithi moja, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imepokelewa na Abdullah ibn Amr ibn al-As anhuma radiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimhusia Abdullah ibn Amr, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takunu mithla fulani, usikuweka mfano wa mtu fulani, kana yakumu
kisimamo cha usiku, lakini amekuwa ni mwenye kuacha hicho kisimamo cha usiku. Ndugu zangu Waislamu, ndio leo hii ndugu zangu Waislamu, misikiti ishahamwa, hali ya kuwa misikiti ilikuwa inajaa, lakini misikiti ishahamwa. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni miongoni mwa kuonyesha kwamba basi tutakuwa na tunahitaji kufanya bidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawlan hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat